Nizeka mwe muzifisi kwa mwe mlichai. Mungu aendelee kumpa nguvu mchungaji. Amen. Wa Mungu wa mbere ukwezi abari wa Mungu munini kuri twebwe no musi mukuru. Jumapili ya kwanza ya mwezi inakuwa ni Jumapili kubwa kwetu. Inakuwa ni sikukuu, pamekuwa kazi kubwa sana. Muwe mnajiandaa Mungu kwa 11 uwa Mungu wa mbere uko 11. Kama hivi mwezi wa 11, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 11 itakuwa kwako program kama hii. Abari ndende gato. Itakuwa ni ndefu kidogo. Kwa sababu ya kazi nyingi zinakuwa zimo ndani. Amen, amen. Tena hakuna cha kuacha cha kiko kinakubaliwa. Hivi sasa cha kinabaki nikiza kuba kuri wewe. Hakitakuwa kwako. Sasa tunahitamwo kwitahira. Unaweza kaamua kwenda nyumbani. Sangureke icyakuzanye nawe kigubeko. Wala uache kile kimekuleta kikujie na kusikia. Ubigisigaye kiba kuri wewe. Hichi cha hivi kinabaki kwa nani? Ni wewe utaamua. Paki ndaitahana. Kwamba hii packet ndaenda na ikupa. Amena. Murazi. Unajua ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu utandukanye n'ubwami bw'isi. Unapishana na ufalme wa dunia hii. Ubwami bw'isi. Ufalme wa dunia ni principe iganzwa na Luciferi. Ni amri ambazo zinatawaliwa na Luciferi. Lakini ufalme wa Mungu uganzwa n'umwami Yesu. Tawaliwa na Bwana Yesu. Aho bitandukaniye. Sasa kwa vinafishana. Ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu bisaba kunezerwa. Vinaomba kufurahi. Unakuwa na furaha. Ubwami bw'isi naho. Lakini ufalme wa dunia hii usaba kuba serious. Inaomba kuwa serious. Mugabo utanezerewa. Lakini hauna furaha. Haleluya. Amen, amen. Na munarabipima. Hakuna mtu amekwisha kuyajaribisha. Aho mwana akantu. Anapatia mtoto kitu. Uwo mwana akachaheka nyumusaya. Huyo mtoto anakula meno. Anageuza na sura, anaangalia, anatazama pembeni. Mbewo mwongera. Sasa unaweza kumuongeza. Uchimenga wa mwaka ni unajisikia tu mnyanganye na hiyo umempa. Sasa hayo ni hivi, ni vitu gani uko unafanya? Mugabo hayo mwana. Lakini ukipatia mtoto anachukua na anashukuru. Unampatia nashukuru. Unaweza kumaliza yote. Yaramaze miembe kwa pati. Shukrani, nimemaliza mahembe ya kwa padri. Bizakujyegwa. Ukora ukwezi kugitangura urakeneye inkomezi zo kumara ukwezi kose. Huo mwezi tunaenda kuanza, unahitaji nguvu za kumaliza mwezi wote. Imana yabakijije ndwara mwakiji. Mungu amewaponya magonjwa wakati mlikuwa. Ndio. Yari power. Sangira yari power. Ni meza ya Bwana ilikuwa inajaa kabisa, ilikuwa na nguvu. Ukwezi kwa kusenga. Huu ni mwezi wa kuomba. Usenga kuomba sasa. Nzira nziza kubyigisha nganye. Njia nzuri ya kuomba. Nzira nziza kwigisha kusenga na kusenga nyene. Njia nzuri ya kujifunza kuomba ni kuomba. Haleluya. Amen. Hari vyigwa nize muri ETS Kamenge muri adu elektronike. Kuna masomo ambayo niliyojifunza kwa Gisi anasema aliyojifunza kwenye wakati alikuwa kisoma hapo kwenye ETS Kamenge. Cyarimo pratique nkenya gusumba atru analyze ya electricité industrielle. Vilikuwa ndani mazoezi madogo Gisi anavyovisema hivyo. Atru ni diplome ntonya. Hiyo anayesema atru ni kama shahada ndogo. Mugabo ibintu byinshi cyane uwa AD adashobora gukora. Lakini walikuwa wakitumika vitu vingi ambavyo wa AD hawezi akatumika. Haleluya. Amena. Muri Atrua. Katika Atrua. Nalenze kwestara materialitere. Alikuwa anajua kutengeneza hivyo anavyovisema. Haleluya. Amena. No kwestara bwoko bwose bwa installation matara. Na kuweza kuinstall kila kitu chote cha katika vitu vya mataa ya namna yote. Wanagira na stage. Ulikuwa unaenda hata katika sema Gisi wanaendaga kurudilia, wanaenda kujizoeza. Na unajua Gisi umeme unaweza kaupata wala unauzalisha. Na Gisi unaweza kuzalisha hata Gisi wanavyozalisha umeme. Kuomba nibikenewe gusa kubimenya. Havihitajiki kwamba utavijua tu. Bisaba kusenga huko. Nenda nyumbisi. Na kusikia.
Kuomba sio kuvifahamu tu, lakini kuomba ni kuomba. Lakini wakati unaomba uko na ujuzi, unakuwa na makosa madogo katika kuomba kushinda gisi ungeomba hauna huyo ujuzi. Niliona faida ya hiyo teorizari nyinshi hata pratique amaerere yari make. Amena. Kubera ubumenyi bwari bwinshi. Haleluya. Kwa sababu ujuzi alikuwa nao ni mwingi, hata kwamba alikuwa akianza kufanya kama iko natengeneza, makosa alikuwa ni madogo sana. Na hata hivyo nabandanije muri kaminuza. Hata kwamba haiko ndivyo nimeendelea katika chuo kikuu. Hiyo section yene canke iyo faculty. Ni sikuendelea. Byaraboroheye cyane gusumba twe twaje twigira muri informatique. Lakini vimekuwa rahisi sana kushinda jinsi yeye aliingia katika hiyo informatique kisha anavyovisema. Umuntu agendesha indege, mtu anayetembeza avyo wala pipa avyo, agendesha ikintu coroshe cyane gusumba umuntu agendesha ikinga. Anatembeza kitu ambacho kiko rahisi sana kushinda yule anayetembeza na baskeli. Umuntu agendesha ikinga afise probability nyinshi zo kugwa gusumba umuntu agendesha indege. Mtu anayeendesha baskeli iko na nani nyingi za kuanguka kushinda yule anayeendesha ndege. Iyo ubumenyi bugwiriye, kama ujuzi unaongezeka, ubufisha mahigwe makenya yo gusenga ntibibe gusumba umuntu asenza atabumenyi bwishafise. Unakuwa na bahati kidogo ya kuomba yasiwe kushinda yule ambaye anaomba hana hata ujuzi wowote. Na kusikia en fait inyishu ya masengesho. Sasa wakati wa maombi, siku za maombi, inyishu ntiva kumana. Jibu ya maombi haitoki kwa Mungu. Inyishu ya masengesho, jibu ya maombi iva kukumenya ufise kumana. Inatokana na ujuzi ambao uko nao wa kujua Mungu. Dufate nk'ubu mwana wanje Kane, kama hivi mwanangu Kane yo kwibagira ko ari umwana wanje, akisahau kama ni mwanangu, yo tangura kunsaba umukate, anaweza anza kuniomba mkate, yo bazi ko ari umwana wanje, lakini akijua kwamba ni mwanangu, no musanga n'umukate, naweza nikamkuta na mkate, kandi yo wari mukate wanje, tena naweza kuwa ni mkate wangu, mugaba maze kumenya ko ari gwiwe, lakini akijua kama ni wako wake, atangura kurya atarinze kumbaza, anaanza kukula bila kuniomba, kuko azi uburenganzira bwiwe, kwa sababu anajua uwezo wake na nafasi yake. Mwezi huu tutaomba, kandi tuzokwakira ubumenyi bw'ingene dusenga bikaba, tutakamata na ujuzi wa gisi toko tunaomba vinakamata, kwa sababu kuomba vinatafsiriwa kuleta mbingu hapa duniani iweze kukusaidia. Gusenga bisigura iki? Kuomba vinamaanisha kuleta mbingu duniani kusaidia. Subira mu jambo, kunaleta mbingu duniani ikusaidia. Kuzana ijuru kwisi ngaha lidutabare. Amen. Kunaleta mbingu duniani iweze kukusaidia. Nidayumbise. Na kusikia. Gusenga bisigura iki? Kuomba kunaleta mbingu duniani ili iweze kukusaidia. Kuzana ijuru kwisi ngaha lidutabare. Kunaleta mbingu duniani ili iweze kukusaidia, ili iweze kutusaidia. Gusenga kwa bahungu batatu Meshaki, Shadraka na Abednego, kuomba kwa wanaume watatu Meshaki, Shadraka na Abednego, ijuru mu muriro richarira batabara, kulileta mbingu ndani ya moto kuwasaidia. Wengine waliungua wakubwa kwa sababu kuna lingine yanga. Kuomba kwa Danieli kwazanye ikirere cy'umumarayika intambwe nizimuye, kulileta mazingira wala anga na malaika kusudi simba simkuli. Wakati kunaomba kikubwa sio jibu, igikomeye ni icuba uri kurasenga, kikubwa ni kile ambacho utakachokuwa wakati kunaomba. Unaweza kusenga, unaweza ukaomba ibyo wasabye ntibize, vile kunaombea viji mugabo, lakini ugacheke ikintu coza n'ivyo bintu byose unakuwa kitu ambacho kitaleta vile vitu viko mahali hapo. Haleluya. Amena. Arwanyumvise gayemu. Ndio. Karabwira karorero. Acha niwaambie mfano. Muri kurasengera uniform zo kwishuri. Kama hivi unaombea uniform za shuleni, unashaka kuweza gusenga tazugira. Unaweza enda kuomba hauna nazo. Mungu kachawambi kwa ubushobozi bwa uniform yo kwishuri. Lakini unavikwa uwezo wa uniform za shuleni. Hata uniform wambaye. Shuleni wanakupatia uwezo wa kuweza kusoma bila uvali uniform. Kuba wazambaye. Hayo ni mazuri sana kushinda kisi ungekuwa umevaa. Na kusikia.
urashaka gusenga amahera ntatse, unaweza kuomba pesa zisije, mukaronka amavuta yuko baza barakugemurira iminsi yose, lakini unapata mafuta wanakuwa na kugemulia kila siku, wanakuleta kila ambacho unachokitaka. Hivyo vinashinda kwenda. Hivyo ndivyo nani anasikia kile ambacho niko nakisema. Wakati huko naomba, it's not always you get something, sometimes you become something. Rimwe na rimwe hari gihe utaronka ikintu mugabo ucika ikintu. Wakati hawezi kupata kitu, lakini wewe unakuwa kitu fulani. Nakusikia. Nicho gutuma. Ndio maana ushobora gusanga abantu basenga cyane, unaweza jikuta watu wanaomba sana bakenye, ni wa maskini, mugabo hari ikintu kimwe bariko baraba, lakini kuna kitu kimoja wako wanakuwa wako wanakuwa kile ambacho kinaweza kutajirisha watu. Unasenga mtu anayeomba hata kwamba usimkute na jambo limwe atigenda mahero ya roho, anaweza sema neno limesema nenda pesa uzipate, na pesa unazipata na ukukwa nazo. Kugira ubwenge uzura yamuzanira ko nawe naomba uwe na akili na wewe kunamletea hizo pesa yako. Kwa sasa yako yahigisha barakuba tayo muga amavuta yayo ariho. Amena. Unatuma wewe ufisa kwa sababu mafuta wewe hauna hayo mafuta, hivyo vitu vinawezekana. Amena. Nakusikia. Gusenga bituma ijuru liza ku isi. Kuomba vinasababisha mbingu inakuja duniani na kusaidia. Alo. Sasa mumvirize. Sikilizeni. Gusenga, kuomba biratandukanye no kuvuga ingorane zawe uzibwira Imana. Vinapishana na kuomba unaambia Mungu shida zako, unaziambia Mungu. Amasengesho 90% Imana yumviriza. Maombi 99% ya shida ambayo uko nazo hayamo ndani. Imana niryoherwa, Mungu afurahi iyo uri kurasenga uyibwira ibikugoye, wakati kunamwambia yale ambayo yanakutatiza. Akanaka abantu bakuze. Haya ni watu wazima. Imana nikunda, Mungu hapendi kusenga uyibwira ibikugoye, kwamba unaweza kaomba unaambia yale ambayo yanakutatiza. Imana ikunda, Mungu anapenda kusenga uyibwira ingene ari nini. Gisi inapenda uombe huku naambia gisi yeye ni mkubwa, kuko ingene ukumuyibona, kwa sababu gisi unavyomuona urahinduka ugasushanywa niyo shusho, unageuka unabadilika unafanana naye, lakini ukibaki unaona shida zako utawujitihemu ko wasenze keshi takwishuye, utarudi nyuma unasema nimeomba mara nyingi sikujibiwa. Sindigera nsaba n'umunsi n'umwe Imana igitoro, siyawahi omba Mungu hata siku moja mafuta ya gari. Lakini mimi nabaki natembeza gari yangu tu. Hoso. Ndababwire. Ndio. Uko kuntu muguma musaba Imana ibintu, jinsi mnavyobaki mnaomba Mungu vitu, ivyo nivyo biguca intege mu gusenga cyane. Hivyo ndivyo vinavyokukata tamaa kwa kuomba sana. Hapo. Kuki nkomeza ushaka ko zizoza umunsi wa bironse, kwa sababu nguvu unataka zije, yuko akayira ko gukemura ibibazo ufise, lakini kwa nataka nikwambie njia ya kumaliza tatizo unazo si kuambia Mungu. Raba Petero, tazama Petro yuko pamoja na Yohana, wanaambia ule mlemavu, eti kile ambacho tunachotakupa katika jina la Yesu Kristo simama utembee. Wakapana jibu, walisema kile ambacho tunacho tutakupa. Wakampatia uponyaji, walikuwa nao katika jina la Yesu Kristo simama utembee. Kama una Yesu Kristo una paketi inayojaa ndani vitu vyote. Walipoomba hapo walikuwa wanaomba nini? Walikuwa wanaomba nini? Maana mukizi Mungu mponye. Na walisema kile ambacho wanacho na Mungu alikuwapatia kuponya. Nidusengera bagwayi, hatuombei wagonjwa. Hapo mlikuwa mnajua kwamba ni kosa kuombea mgonjwa. Hapo tufuateni. Niko mahali hapa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Na niko hapa kwa ajili yako na uko hapa kwa ajili yangu. Haleluya. Kusenza nshaka bitoze birabe imisi yose.
Ni nani anasema mimi wakati nitakapoomba nataka vyote vinakuwa kila siku? Mnakumbuka kwamba niliita upepo mahali hapa? Ndio. Mnajua kama hapa pale sikuomba. Mnakumbuka kwamba Yesu alimfufua Lazaro? Mnajua kwamba Yesu hakuomba. Alienda kwenye kaburi akamwambia Lazaro toka nje. Hakusema akusema Bwana Mungu wangu, ulinituma na neno lako kama mwana pekee, na kusi jina lako litukuzwe leo. Umufufue Lazaro nisichekwi, na kusi Lazaro sibaki ndani ya kaburi. Unaona kwamba nisema kwamba tamrudisha. Baba anakuomba umlete. Sikiliza. Ukisema Bwana ajiheshimishe, itatuma malaika watakulinda. Ionekane kwa maneno. Mapema kwa kutokufahamu niko kumekuua. Nakusikia. Usema ngopona jionyeshi, naweza isijionyeshi, anakufa kwa sababu Mungu hajionyeshi kwa sababu na unataka. Inajionyesha kwa sababu inajua kitakavyojionyesha. Elia aliomba moto uanguke. Hakusema Mungu, unaona sasa mambo ya mwisho, watu nimewakusanyika, moto kama kuji hivyo havitumiki. Ndiyo kabisa. Elia alikuwa anajua vinavyosababisha Mungu anatenda, akafanya vile vinavyosababisha Mungu atende. Mungu hakukuwa na upendo kusema ngo atatenda wala haukutenda. Kuna vitu vinasababisha Mungu anatenda. Imani. Kama unajua una imani, Mungu alisema hivi, na mimi nasema kama kisa aliyosema hivi. Haviwezi vikawezekana kwa sababu nyuma ya neno lake iko nyuma ya neno lake afikishi. Sema Mungu fanya hivi, hapana. Amen. Unatumikana na mhukumu. Mhukumu anakuhukumu. Amena. Mucamanza nera wewe. Mucamanza rabibwirizwa n'itegeko n'ingingo ikivuga. Na amen. Mushaka bamuvukana yagushira mu gaso. Ndiyo. Imana niraba ngo warize cyane. Mungu angalia umelia sana, atazama. Angalia hii mafungo ya mizigo utayafia ndani. Tubibira yuhekenye. Ndiyo. Kwa sababu hailetewa umelia sana. Inaletewa na amri za kiroho. Ribo shatarabadia rebo shatarabaye. Inaletewa kwa sababu unajua amri za inaletewa na gisi unajua gisi wanavyotembelea katika amri za kiroho. Gisi unajua amri za kiroho. Elia akachukua mawe 12 akajenga madhabahu. Akasema Mungu aliyejionekanisha katika familia ya Israeli, familia 12. Akasema hapa sasa Mungu ataleta moto kwa 12. Kwa sababu haleluya. Mitume 12 alileta fire umucanwa. Atawapatia moto katika mitume 12. Ilikuwa 11 akukuja. So Elia yarazi byo ingere ama principle ingere akora. Yeye alikuwa anajua kisi amri zinavyotumika. Amena. Bisaba kumenya ijambo ry'Imana. Vinaomba ujue neno la Mungu, unaongea na Mungu. Bisaba kumenya ijambo ry'Imana. Kuganira n'Imana. Kwa inakupasha kujua neno la Mungu bila kuongea na Mungu. Kwa sababu unakamatia kwenye neno lake. Iva mu kanwa ka nyene. Ichinje inatoka katika kinywa cha mwenye nayo. Mungu anakamatia kwenye neno lake. Wewe ndakufanya
kubwa. Toka ndani kisha uende pembeni, kisha mimi ni waume, kwa sababu ni taifa ambalo lisiosikia. Mose akalala mbele yao akasema, Mungu, toa jina langu katika kitabu cha uzima kusudi hao watu wasamee. Mungu akamwambia, unayoyaomba yawezekani. Akasema, kwa sababu yule anayetenda dhambi peke yake ndiye nitatoa katika kitabu cha uzima. Wewe siwezi nikakutoa. Musa akamwambia Mungu, sikia sasa, hawa watu umewatoa na mkono wako wa ushujaa. Ni wewe umejionyesha kwa Farao kwamba wewe ni msaidizi wao na uko rafiki yao. Sasa wewe unawaleta hapa, unataka uwaue wote. Sasa mataifa yatasema, sasa wewe Mungu vimekushinda kuwafikisha mahali ambapo unataka kuwapeleka, ndio maana vimesababisha uwaue mahali hapo wajitoe. Mungu akasema, Musa, wewe unajua venye mimi sipendi, ndio maana mataifa yatasema, mimi nimeshindwa kuwafikisha mahali ambapo nilikuwa nataka wafike. Mimi nimeshindwa. Hapana, mimi ni Mungu siyeshindwa, na waacha. Ikafiki na waacha. Kwa sababu wako wanapambana na mambo kama hivi, unagonjwa. Acha nikupatie maombi. Acha nikupatie ombi. Wakati unagonjwa acha nikupe ombi. Sikiliza. Ndio. Kama hivi unagonjwa acha nikupatie ombi. Wakati unagonjwa ufuku unachukua kiti uikae. Kama vitawezekana huku naenda katika kuendesha, unatia kiti chako karibu na choo pamoja na wewe nafasi ya mbinguni. Hiyo ni mstari wa ndani ya Biblia. Ametufufua pamoja naye na akatuikalisha pamoja naye na tunaketi naye mahali pa mbinguni. Tena watu wenyewe wako hapo fasi hivi viko vinakuwa sio hivyo, hivi sio hivyo. Hivi ya madiari ya manyoka vya kukosa appetite, hivi viko vinakuwa mbinguni, hivi sio hivyo hivi. Malaika ataanza angalia hivi vitu. Hivi vitu wenyewe mtu anasema ni kweli. Anaikana Kristo mbinguni. Sasa hivi viko haviwezi kwa hapa. Iko katika huu ni mtu wa imani. Nani anakusikia? Huko una maana ni kama kupambana na mbingu. Katika vitu ambavyo vinavyotumika. Kisha unaongeza unasema, tena nakushukuru Roho Mtakatifu, huyu mwili sio wangu, ni kanisa lako. Huyu mwili wangu ni kanisa lako. Tena Mungu apewe sifa kwa sababu kanisa yako unajaa. Na ndani ya mishipa, ndani ya utumbo. Hiyo ilikuwa ni viti nataka kutoka katika neno hilo. Ile ilikuwa ni kaoneo kanataka kutoka katika hiyo imani. Na kusikia. Kisha unaendelea. Kanisa yote inalindwa na mwenye kanisa. Kwa sababu katika kanisa yako ni kanisa ya kuabudia Mungu. Bwana Yesu alikuja akapiga akafukuza hivyo vitu vyote. Sasa hivi Bwana Yesu yuko ndani yangu. Sasa hivi viko vinakuwa ndani ya kanisa katika mwili huyo. Hivi ni hivyo. Hivi viko vinaomba wala viko vinaharibu kanisa. Sasa hivi si vitanifikisha kumanda mapema. Tena wewe wanaenda wenyewe wataenda kuzimu, hata kuinua. Ni wale wazimu ndio watakao kuinua. Amena. Unafikiri unasikia Roho Mtakatifu anakuambia eti mtambia wewe mlima
ondoka. Nakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu sio utakia, lakini ulikuja ndani yangu unataka kutumikia kwa sababu tunatumika naye. Unafurahi ukia hivyo. Nasema nini? Unaambia wewe diare toka, wewe magonjwa, wewe kichome toka, hivi na hivi toka, achilia, achilia, achilia. Umejidanganya, toka. Kisha kwa muda utajisikia unazaliwa mara ya pili, unakuwa mzima. Hivyo ndio wanaambia vijibu. Mimi najua venda pakala eko. Ave. Kabisa. Ndio. Ndicho kilichosababisha Yesu akakuwa maskini kusudi tuwe matajiri. Hivyo vingine vya kuwa unasema ni kutokujua. Na kusikia. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. So ilikuwa kama mwanzilishi katika jina la Yesu Kristo. Mwezi huu tutapata muda wa kusoma na katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mtoto. Jina langu linaandikwa katika kitabu cha uzima. Nimepokea Bwana Yesu maisha ambayo sio kusha. Nimepewa. Ndio maana nakataa kukubali vinavyotoka kuzimu vyote. Nakataa vinavyotoka kuzimu vyote. Mbinguni vinavyo havikubaliwi ndani yangu. Avyenye vikubaliwi mbinguni havikubaliwi ndani yangu. Katika jina la Yesu nakataa kugonjwa, nakataa umaskini, nakataa kushindwa, nakataa kuwa wa chini, nakataa kutenda dhambi katika jina la Yesu. Haleluya. Unaamini ndio maana unakiri. Amen. Huu ni mwezi wa kuomba. Pray with understanding. Senga no gutahura. Kutambua. Ngobacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Akawakatia wasikomi. Tureki abigisha. Kwa nini alikuwa akiwafundisha? Kwenda kusenga birigwa. Kwa twigishe kusenga. Tufundishe kuomba. Yohana yigisha abigisha biwe. Kama gisi Yohana aliyofunza wanafunzi wake. Kuomba vinafunzwa. Mumve. Yesu ntibabwiye Yesu twigishe gusenga isengesho Yohana yarigishije abigishwa biwe. Hawakumwambia Yesu tufundishe kuomba ombi ambalo Yohana yarigishije abigishwa biwe. Kuna watu ambao wakingali wanaomba ombi ambalo Yohana aliyofundisha wanafunzi wake. Wanaomba Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, tujana bakibuka ubwami bwawe ufalme wako uje, mapenzi yako yatimilike duniani kama utupe chakula cha ilete vya vinatuenea tu siku ya leo na isilete stoki. Hapana. Utusamee dhambi zetu kama gisi na sisi tunavyosamea waliotutendea maovu. Kuna wakati alikusamea dhambi wakati ulikuwa kingali ninja. Nutujane mu bitosha na tupeleke ndani ya yale ambayo atatupeleka ndani ya katika maovu. No kutamenya. Hayo yote ni kutokujua. Sikiliza. Iyo sengesho. Hiyo maombi ni giza. Ni nzuri, ni mazuri kwa wale wanaofundishwa
kwa wanafunzi wa Yohana babatijwe mu mazi gusa, waliobatizwa ndani ya maji tu, lakini wanafunzi wa Yesu katika roho na moto hawaombi hivyo, kwa sababu Yesu hakuliomba ile ombi. Ombi la Yesu liko katika Yohana 17. Yesu anaombea wa kwake. Haleluya. Amena. Ndio. Niwasenga, wakati unapoomba usenge ibihuye n'ijambo, uombe ambavyo vinayokutanana na neno, usiombe vinavyokutanana na wakati uko unapitia. Ndio visitandukanye. Ndio. Niwasenga, ukiomba nusenge ibihuye n'ibyo kuracamwo, usiombe vyenye vinaambatana na nyakati uko unapitia, uombe ambavyo vinavyoambatana na neno. Haleluya. Amen. Urabi ivyo kuracamwo, utazame yale ambayo unapitia. Ijambo ry'Imana rivuga mu bijanye n'ivyo kuracamwo. Utazame na neno la Mungu linasema nini? Useme lenye neno la Mungu linasema. Amen. Haleluya. Amen. Wakati nsenga ibihuye n'ijambo, ndaomba vyenye vinafanana na neno. You pray the Bible. Vinavyokutana na neno. Amen. Senga the Bible, senga the word. Amen. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wakati napoomba unanisikia. Wakati naposema Mungu ananisikia. Wakati napoomba Mungu ananisikia. Vinaomba uweze kuyajua. Amen. Kwamba wakati unapoomba Mungu anakusikia. Amena. Kuko rero uzi kumva ivyo bikumenyesha awe ivyo uyisavye. Yohana wa mbere 5:14. Hapo ni Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14. Yohana wa mbere 5:14. Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14. Kukuzi yuko kumva, kwa sababu unajua kwamba Mungu anakusikia. Bikumenyesha ko hawe ivyo uyisavye. Hivyo vinakujulikanisha kwa unapewa vile ambavyo unavyoomba. Yesaya alisema ibyaha byanyu, dhambi zenu nivyo byabazibiye mu nyonga hanje, ndizo ambavyo dhambi zenu zimewazibia kwa mbele ya macho yangu. Unajua kama katika Agano Jipya dhambi zako zitakuzibira mu nyonga y'Imana, hazikuziwii katika macho ya Mungu. Kubera kukugoroka kwawe, kwa sababu utakatifu wako hauwezi kukufikisha kusikia Mungu. Nikasoma no murongo umwe cyo turangiza. Acha tusome mstari mmoja tu. Uko kwezi uzozurazimisha yose kuzofashwa cyane. Kwezi uona kuja siku zote kusudi usaidiwe. Mbacho dusengesho rimwe rizoba inondwe. Tunataka tuombe ombi moja litakuwa katika tuzosenga rizoba yose. Lenye tutaomba kitakuwa. Haleluya. Amen. Na mstari wa 21. Havuga ngo abo nkunda imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana, kandi cyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagizwe byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. 23. Kandi cyagezwe cyayo ngiki tuburungu tubiri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nkuko yatubariye. Amen. Umva icyagezwe cyayo. Sikia sasa amri zake. Nuko wizera izina ryawe. Ni kuamini neno lake. Kwizera izina ryawe bisigura, kuamini neno lake vinamaanisha kwizera yuko ari ryo wambaye, kuamini kwamba yeye ndiye unaye, kwizera yuko mwacitse umwe, kuamini kwamba umekusha kwa umoja, kwamba sio wewe Fisto unasema ni Yesu Kristo anasema. Wakati uko unamuomba Mungu, usiombi kama gisi wewe uko unaomba. Vinachoonekana kama ni wewe uko unaomba, nikianza kuangalia kwanza vyenyewe umetenda vyote kusudi wewe uombe. Tena ukimaliza kutia kwenye moyo wako vyote umetenda, hivyo vinakusimamisha kusimama mbele yake. Mugabe kurasaba, lakini wakati unaomba unaamini neno lake.
Kisha unaomba unaona kwamba ni Yesu Kristo anaomba. Wakati Yesu Kristo anaomba anapewa. Lakini vyenye anapewa vinapewa Kristo. Lakini Kristo apewe kwa ajili yake, anapewa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na wewe utakuja kushuhudia na shukuru. Utakia kushukuru washuhudia Yesu. Kwa sababu umepewa kwa ajili yake. Nakusikia. Imana yagucubahiro cyane. Amena. Gatimana imbamwo. Mungu anaishi ndani yangu. Anatumikia ndani yangu. Anatembea ndani yangu. Anasemea ndani yangu. Mungu yuko ndani yangu. Gucumura, kutenda dhambi bisigura kwibagira kuri Imana. Vinamaanisha kwamba unasahau kwamba we ni Mungu. Lakini ukibaki unakiri Yesu Kristo yuko ndani yako na wewe uko ndani yake, na wewe sio wewe, uko ni Yesu. Amena. Gucumura ni kimenyetso cyuko twitandukanije nawe. Kutenda dhambi ni alama ya kuonesha kwamba tunapishana naye. Imana idufashije tukibuka. Mungu akitusaidia tunakumbuka. Jana Yesu turumwe. Mimi na Yesu tuko umoja. Sio mimi ninayeishi, ni Kristo anayeishi ndani. Anayemuona anayeniona na muona yeye. Mwili wangu ni wako wewe Yesu. Kuna kitu ni wa Yesu. Gusenga, kuomba, nukwikuraho wewe. Ni kujitoa wewe. Kwa sababu Mungu Baba alisema, ndiye mwanangu ndani yake nimekuta vinanifurahisha vyote. Ndani ya Erike kuna vinamfurahisha. Vile muri Yesu. Ndani ya Yesu. Usabye nkawe wewe, usabye nka Yesu Kristo. Baka wakati utaomba kama wewe unaomba ni Yesu Kristo. Sasa siri ni hii. Yesu Kristo haombi hata kitu kimoja. Igihe kimwe abafarisayo bace babwira ba Petero na Paulo, ivyo tuzosubira kuvyumva kwisabati kurikira. Wakati mmoja Mafarisayo wanaambia Petro na Paulo, wakamwambia hayo tutayasikia katika sabato itakayofuata. Tutaongeza kuyasikia katika sabato inayofuata, Jumapili inayofuata. Haleluya. Amen, amen. Nagiziyerekwa. Nimeona maono mu masahindwe. Tafsiri nagiziyerekwa kwa masahindwe. Nimeona maono katika saa 7. Saa ya saa 7. Ndiko ndazinga Biblia, ndiko ndabasezera. Wakati niko nafunga Biblia yangu na waaga. Jeriko nabwiriye kwa nagize. Mimi niko nawaambia maono niko ndabasezera mutaye. Nikaona niko na waaga mrudi nyumbani. Haleluya. Amen. Imana ibakorera ibyo musaba kuva uyu munsi. Amen, amen. Yumva gusenga kwanyu. Amen. Gusenga kwanje. Hey, yeah. Gusenga kwanje. Imana yumva gusenga kwawe. N'izina rya Yesu Kristo. Niwasaba ikumvirize. Niwavuga ikumvirize. Vuga ati je ndo mwana w'Imana. Mimi ni mtoto wa Mungu. Amatwi ya data. Masikio ya ayabangiriye kuvyo nsaba. Anayatia kwa kile ambacho nitachomwomba. Anayatia kwa kile ambacho nitakachosema. Ninajaa nguvu. Ninajaa nguvu za Mungu. Hii wiki ni ya kwangu. Pesa zitanijia. Ibitangaza birakoreka. Itatendeka. Watu wananipenda. Mungu ananipenda. Pesa zinanipenda. Amagara meza ni kwanje. Afya njema ni ya kwangu. Endelea ni kwangu. Ndomumenyekana mu bisagara. Mimi ninaonekana ndani ya miji. Ndayirya bwa mutsima. Hii wiki nitaikula kama ugali. Aksida zirakuweho.
Aksida zinatolewa. Abarozi barahanaguwe. Wachawi wanavutiwa. Umwijima urahunze. Giza inakimbia. Ati intsinzi ni yanje. Ushindi ni wangu. Katika jina la Yesu. Lakini naamini kwamba mbingu iko pamoja nami. Ninashinda. Ni mshindaji. Bimeze gute aje safiri? Dimash ndataenda. Haleluya. Haleluya. Kati ndakiri intsinzi. Napokea ushindi. Ku bintu byose. Kwa wewe alikuwa anataka ushindi, apokee ushindi katika jina la Mungu awapiganie. Sema amina. Mungu awapiganie. Amena. Sema tena amina. Amena. Kwanirire. Mungu awapiganie. Niko ndavuga ivyo niko ndabona kumva z'umwana. Niko nasema vitu niko na Mungu awapiganie. Intambara zose. Vita vyote. Imani baneshereze. Mungu awashindie. Intambara zose. Vita vyote. Thank you Lord. Mwizina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Imani baneshereze. Mungu awashindie. Intambara zose. Vita zote. Partnership mwanditse. Partnership ambayo mlioandika kuunga mkono kanisa. Kuvejo ayo mahera atangura kuza muzaza. Kuanzia kesho hizo pesa zianze kuachia. Amena. Ni wakorana n'Imana. Ukitumika na Mungu, igiye kuzira korana nawe. Inaenda kutumika na igiye kuzira korana nawe. Inaenda kuanza kutumika na wewe. Birashoboka mbere kwa tuzoratanga ayasumba ya wanditse. Vinawezekana unaanza kunatoa vinashitayera shinda zile ambazo umeandika. Kwera wanditse make. Kwa sababu umeandika ndogo. Kwa sababu unajua kwamba hakuna mshahara ambao unaopata. Lakini Mungu atakupa pesa. Mungu atakupa pesa. Mungu atakupa pesa. Tena na wewe utamtumikia. Mungu atakuendeleza mbele. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Milango naomba ifunguke. Mwezi wa 10. Mungu akupatie uwezo wa kuomba. Ikupatie nguvu za kuomba. Ikupatie njaa ya kuomba. Pokea roho ya kuomba. Naomba nuru kuwakia ukuwa naomba. Kuna watu wakifikia chakula katika jina la Yesu Kristo wanaanza. Mungu akupatia uwezo ukatafikia kanisa. Uanze kuombea babu yako na utangure gusabira abana bose bo mu barabara wigeze ku. Uanze kuombea watu wote wa barabarani. Kwa sababu nafsi ya kuomba itakuwa imekukamata. Mungu anaenda kuwapatia kwa mnaomba katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Napokea mafuta hayo. Kuna kitu kitamu. Wakati mko mnaomba, mnakuwa mko mnabadilika. Mnakuwa ingine. Mnakuwa mko amena. Mtasikia kuna wakati unaomba unasikia kama umeme fulani ndani ya mwili. Vitu viko kama umeme ndani ya mwili wako. Kama kutekenywa mwili wote mzima mpaka kwenye vidole vya miguu. Hiyo yatakuwa katika jina la Yesu. Wanaita mafuta ya Roho Mtakatifu. Yatajionyesha kwenye maisha yenu katika jina la Yesu. Haleluya. Kisha katika maibada tutakuwa na muda wa kuomba na kusoma neno la Mungu. Mungu atafungua macho ya kitoko tunaomba vinakuwa. Kama uombi, mbingu haitakuja. Mtu aombi yuko katika shida. Anakuwa na dhambi zake. Mtu asiyeomba anakuwa anaambia Mungu sikutaki. Lakini mtu anayeomba anakuwa analeta mbingu duniani msaidie. Muanze kuomba mahali ambapo mlipokuwa pote. Muanze kujizoweza kuomba mahali ambapo mpo pote. Utakuwa ndani ya kazi zako. Unasikia uombe. Usikie Roho Mtakatifu. Uanze kuomba. Kuna vitu atakuwa ameona anataka uombe. Akikuamsha usiku kuomba, uamke uombe.
Usiku ametuamsha kuomba mimi na mke wangu. Haleluya. Amena. Kwa sababu kuna daimoni ambayo ilikuwa inakuja kutupiganisha. Tutaziua. Tutaziua. Ribo shataraba ya rebo shandarabadia. Tutazimaliza. Hivi kuomba kwenu kutakuwa kama kupiga masasi. Hapana mugobore. Hapana mama. Hapana pistole. Hapana. Hapana. Tusilani dogo. Hapa na musirikana ngagaye mwambiri ngo. Hapana tule tusila tudogo tudogo. Sema sinema. Mimi nimezisikia ndani ya filamu. Kalashnikov. Mtaza mwanarasa na za mitraillez. Wewe mtakuwa mnapiga masasi na zile bunduki kubwa kubwa tu. Pakatoshka rakaye rikabaya. Hapana kuzama senga. Hapa baba ya. Basoro baba. Hapana kusenga kocho. Hapana kuomba hivyo. Rikaba. Unaomba kabisa. Na nguvu zote. Amen. Baada kwenye madaimoni tatasema huyu atatumaliza. Mwezi huu ni kuomba na kuomba tena na kuongeza kuomba. Unajua kikenye kitakuwa mwezi wa 10 ndani ya maombi ya Noeli na Bonane. Kuri Bonane watumie familia yose giwao. Bonane utakuwa umealika familia yote ije kula kwako. Uchinje ng'ombe. Kwa vitoa vyaje muri uku kwezi. Vitakuwa vimekuja katika mwezi huu. Ndumva kumengira ishengero tuzohava tuki. Nasikia ndani ya kanisa kwamba tutakula. Haleluya. Ndabisa makenga mu 12. Niko na mashaka mwezi wa 12. Kwa juu mwezi tukiomba shakamwe tuodana igika cyose gihiye. Tunataka tulete ng'ombe yote imeiva. Kila mtu tunamwambia ulete kisu chako. Unakuwa unakata. Unakuwa kata ile ambayo unayohitaji. Amena. Amena. Inua mikono yako tukiri baraka kusudi tumalize ibada. Oraho abahaye umugisha arabazigama. Amena. Oraba murikishiza mu nyonga nziza bagira neza. Amena. Oraba arabagiza kandi abahaye amahoro. Amena. Oraho niwo muzigamye wanyu. Amena. Muri mbone ijisho ryawe. Amena, amena. Akira ubuntu bw'Imana bwo kurindwa. Amena. Akira ubuntu bw'Imana bwo kuzanirwa ibyo mukeneye. Amena. Akira koroherwa. Amena. Imana ibarinde indwara mu izina rya Yesu. Amena. Amadaimoni yose yabatera turayaturiye mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Akira kwidegembya. Amena. Izo ndoto mbi turazihagaritse. Kwa jina la Yesu. Abo barozi turabakandamije. Kwa jina la Yesu. Asopra katara. Ribo shatarabaya. Akira mafuta ukwezi kose yo gusenga. Amena. Akira ubushobozi bwo kwinginga. Amena. Bwo kwisengera. Amena. Gusengera abapastori. Amena. Gusengera ishengero. Amena. Amena. Gusengera umuryango wawe. Amena. Gusengera igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Amena. Gusengera n'amatongo yawe. Amena. Gusengera n'imana izoguha. Amena. Ubuntu bw'Imana burabaceko. Amena. Tanya amahoro menshi mwana. Amena, amena. Muramukanye mwarahezagiwe cyane. God bless you.